Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, uko nami Adamu Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, na wakati huu tunaelekea huko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika taifa la Israel. Upinzani katika bunge la Senate nchini Israel linasema kwamba serikali bado haijaeleza wazi ni kwa nini imeanzisha upya mashambulizi dhidi ya Wapalestina na kufanya mauaji yasiyokuwa ya lazima. Hata hivyo, vyama vya upinzani nchini humo katika bunge la Senate wanatilia shaka uwezo wa serikali wa kuendelea kuita hifadhi ya jeshi, mbali na sababu zilizoainishwa katika barua hiyo ambayo inaonekana hakuna sababu za msingi za kuendelea na vita. Upinzani wamesema kuwa serikali haipaswi kupewa uwezo usiokuwa na kikomo kwa kuendelea kuwaita askari wa akiba kwa muda mrefu, wakati huo huo ikishindwa kupanua safu za IDF na hata kujaribu kupitisha sheria ambayo inaweza kuondoa zaidi ya nusu ya wanaume wanaostahiki wa Haredi kutoka katika huduma ya jeshi. Kwa kuongezea, muungano unaotawala unaopata idadi ndogo tu katika kamati ya masuala ya kigeni na ulinzi inaeleza kwamba wajumbe wa kamati hiyo wamekataa kupiga kura na muungano huo kama sehemu ya ususiaji unaoendelea unaonuia kutumia shinikizo la kuendeleza rasimu ya sheria ya Haredi iliyotajwa. Hata hivyo, upinzani umekuwa ukiuliza maswali kadhaa kwa serikali kwamba je, vita hivyo vitaisha lini, ikiwa kuna mipango ambayo iliandaliwa kwa muda mrefu lakini mipango ambayo mara nyingi imekuwa ikishindikana. Kadhalika, yamekuwa yakitokea makundi mbalimbali ya wapiganaji ambayo kimsingi yameshindwa kumaliza vita hivyo, na imekuja kusababisha wakati huu, kwa mfano, Wahouthi wameamua kufanya mashambulizi mazito dhidi ya Israel. Hata hivyo, vyama vya upinzani nchini humo vimeitaka serikali kuachana na vita hivyo na kuangalia njia mbadala ya kuweza kusitishwa kwa vita hivyo. Lakini pia moja kati ya mambo muhimu ambayo wakati huu wanayaona ni kwamba kundi la Hamas katika kipindi hiki halifanyi mapambano ya aina yoyote, zaidi ni Israel kuendeleza mashambulizi. Lakini licha ya kupambana na Hamas, wamekuwa kiua raia wasiokuwa na hatia, na ndilo ambalo kwa wakati huu wa upinzani katika bunge la Senate umekuwa ukihoji sababu za msingi za mauaji yasiokuwa ya lazima katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kuwatumia askari wa akiba kwa kutumia nguvu kubwa, huku ikizingatiwa kwamba kuna uwezekano mkubwa Wahouthi wakaanzisha vita nzito sana. Si Wahouthi tu, lakini kuna mataifa, kwa mfano Iran, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mpango wake ni kutaka kufanya mashambulizi katika vinu vyake vya nyuklia, jambo ambalo upinzani unaona kwamba itakuja kusababisha vita nzito ambayo haitoweza kusahaulika na kusababisha vifo vingi ambavyo havikutarajiwa. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.